mmoja alinunua gari nzuri maridadi ya double cabin Hilux. Rangi yake ilikuwa ni metallic green, gari mpya kabisa kutoka kwa showroom. Basi akaona ni vizuri aendeshe gari lake mpaka klabu chake, members club, ili aende akafurahie na marafiki zake pia wakiona gari yake. Akaingia akalipaki vizuri sana mahali karibu na entrance ya hiyo members club, kisha akaingia ndani ili aweze kukutana na marafiki zake. Alipokuwa ndani, pakapitia pale jamaa mmoja mwenzetu. Shida tu ilikuwa ni kwamba alikuwa kule juu siku nzuri sana, alikuwa mwenda wazimu. Basi alipopita pale karibu na ile gari, akalizunguka, akalitamani, akalipenda sana lile gari. Akalizunguka kama mara 3 hivi 4. Akaona hili gari ni maridadi sana, akashangaa. Lakini akaona jambo moja kando ya ile gari. Ilikuwa imeandikwa 4x4 ama 4x4. Kwa hivyo akashangaa, kwa sababu alikuwa amesoma pia, na akashindwa ni kwa nini hii hesabu haijapewa jibu, yani jawabu, kwa sababu imeandikwa tu 4x4, lakini mbona hawakuweka jibu lake? Na ndipo aliwaza akafikiria, inawezekana huku duniani kuna watu hawajui hii hesabu. Na basi akaona ni vizuri asaidie ulimwengu kwa kuandika jibu ya ile hesabu. Basi akatafuta kijiwe, akaenda karibu na ile gari, akakwaruza vizuri, akaandika 4x4, akaandika equals 16, akakwaruza rangi kwa jiwe. Yule jamaa akaenda zake, naye mwenye gari akatoka na marafiki zake 2 3 hivi, ili aje waoneshe gari alilolinunua. Wakalizunguka, wakalipenda, lakini wakaona hitilafu. Kamuuliza, mbona hapa rangi imekwaruzwa? Hii gari imetoka showroom alafu imekwaruzwa hapa. Yule mwenyewe akakasirika sana, na ndipo aliingia ndani ya ile gari lake, akalirudisha mara moja kwa showroom akiwa amekasirika sana. Akasema, mjinga mwingine hapa amekuja akakwaruza rangi hapa. Fanya hivi, wewe paka hii gari rangi nyingine yote, yani uipake rangi ikiwa yote. Basi yule jamaa akaipaka ile gari rangi vizuri, akapata pesa zake, halafu akamwaga yule mwenye gari. Mwenye gari akarudi tena siku nyingine katika ile club yake, na ndipo yule rafiki yetu akapita pale, akaliona ile gari, akalizunguka, akaangalia hesabu yake, akashangaa sana kuona imefutwa. Na ndipo alifikiria, akaona inawezekana hili hesabu hakulifanya vizuri, na inawezekana imefutwa kwa sababu 4 mara 4 inaweza kuwa sio 16. Basi akapanga mawe 4 mara 4, akayahesabu yote, akakuja 16. Sasa akashindwa shida ilikuwa ni gani. Ndipo alifikiria inawezekana kile kijiwe alichokitumia hakikusomeka vizuri, kwa hivyo jibu lake halikueleweka. Na ndipo akatembea kidogo, akatafuta msumari, akapata msumari mzuri. Sasa akaandika kwa msumari sharp, akaandika equals 16, kisha akaenda zake. Yule mwenye gari akaja, akakuta mambo hayo. Akiwa ana hasira nyingi sana, akalichukua lile gari lake, akalirudisha tena kwa showroom. Akamwambia, paka rangi tena, nitakulipa. Yule mwenye rangi akashangaa, ni nani huyu anamsumbua huyu mtu namna hii? Basi akamwambia, hakuna haja tena hii gari ipakwe rangi yote. Akamuuliza, tufanye nini? Ambia, inaonekana kuna mtu akona shida ambaye anafanya hii maneno. Kwa hivyo tufanye hivi, wacha tumwandikie kwa rangi. Tumwandikie tu hivi, anaandika ya kwamba equals 16, tuandike na rangi. Mwenye gari akamwambia, basi ni sawa. Basi akaandika vizuri sasa kwa rangi, akaandika equals 16.
Jamaa akatamia na gari lake limeandikwa 4 times 4 equals 16. Ndipo sasa utaanza kuona pia wenda wazimu huambukizanwa, kwa maana ukiona mtu wako na heshima zake, gari lake limeandikwa 4 times 4 equals 16, unaona kuna kasoro hapa. Lakini angefanya nini? Akaenda tena kwa ile members club. Alipoingia akalipaki gari lake, yule rafiki yake naye akawa anapita pita pale. Akaja akakuta ya kwamba wamemwandikia kwa rangi, kwa hivyo hesabu ameipata, ilikuwa sawa na dunia imefaidika. Ndipo naye pia akakasirika kidogo, akashangaa kama ni kweli hesabu iko sawa, mbona basi hawakuniwekea alama ya tick ya kwamba hesabu ni mzuri? Na ndipo akatoa ule msumari wake kwa mfuko, akaweka tiki mzuri na hiyo msumari. Mwenye gari akaja tena, akaona hiyo shida, akarudisha kwa yule mtu wa showroom, akamuuliza tutafanya nini? Akaambia hii sasa ni rahisi, tutaweka hiyo tiki kwa rangi pia, wacha mambo ya kupaka gari rangi mara nyingi na gari ni mpya. Akaambia basi wewe. Sasa yule jamaa alikuwa anatembea tauni, anatembea mitaani akiwa na lile gari lake, anaenda ushago analipaki mahali, lakini wakisoma watu kando wanaona 4 times 4 equals 16. Hii hesabu ikawashangaza sana, na ndipo watu wakaanza kujua kumbe pia unaweza kuambukizwa wazimu, kwa maana watu wakikuona na gari limeandikwa hivyo na limewekwa tiki, watafikiria wewe ni mtu wa aina gani. Jamaa mmoja alitokea kazini akiwa amechoka sana. Alikuwa anafanya kazi ya koroga na alikuwa mchafu sana. Akaona badala ya aende nyumbani akiwa mchafu vile, na kuna mabafu huwa zinalipishwa shilingi 20, mbona asiingie tu kwa bafu moja alipe 20, aoge aende nyumbani akiwa msafi? Basi akaenda kwa lile bafu akalipa shilingi zake 20. Bafu akaingia ndani, lilikuwa ni bafu la mabati lakini kuna maji. Basi akavua nguo zote akazianika hapo juu karibu na mlango na akazitoa zote, akaanza kuoga vile mimi na wewe huoga. Basi akachukua sabuni akajipaka vizuri kabisa, mwili wote akajipaka sabuni. Kumbe pale nje ya bafu kulikuwa na jamaa mwingine, rafiki yetu ambaye kidogo alikuwa hana nguo, alikuwa uchi, alikuwa mwenda wazimu. Halafu akaona nguo zimejianika, yani aliona nguo zimejianika karibu juu ya mlango wa bafu. Basi akaona si basi hizi nguo zimejileta zenyewe. Basi akanyemelea akachukua zile nguo, lakini kidogo trouser ilikuwa na mshipi na ule mshipi ukakwama ndani, kwa hivyo akavuta kwa nguvu, naye huyu mtu jamaa ambaye alikuwa ndani akagundua ya kwamba nguo zake zimeenda, tena akaona zimevutwa zimeenda zote. Basi akawaza atakapooga atavaa nini akitoka. Basi akaamua lazima kwanza afuate nguo zake. Akafungua mlango, akazunguka, akampata yule jamaa kwa mbali kiasi, lakini alimuona akamkimbiza sana. Yule jamaa naye akazunguka kwa maduka, akazunguka, akapitia sokoni, jamaa amemfuata tu. Kumbuka amejipaka mwili wote sabuni, na anayemkimbiza ni mwenda wazimu ambaye amebeba nguo. Wakapita kwa soko, watu wa soko wanamjua yule mwenda wazimu yule wa kwanza. Sasa wakaanza kuulizana, huyu mwenda wazimu wetu tunamjua, lakini sasa yule anayemkimbiza naye ni mwenda wazimu wa wapi? Jamaa mmoja aliona kama ndugu yake ako na shida ya akili. Basi akaamua ambembeleze, ampeleke mpaka hospitali ili aende akatibiwe. Walipofika pale, yule daktari akamhoji huyu jamaa aliyemleta mgonjwa. Akamuuliza, wewe unajuaje ama ulifahamu namna gani ya kwamba ndugu yako kichwa chake si vizuri? Sasa akamwambia, nilimfanyisha mtihani. Akamwambia, ulimfanyisha mtihani gani? Ndipo akamwambia, vile nilifanya, niliweka maji kwa bathtub, ile bathtub ile ya kuoga. Na nilipoweka maji na nikalijaza, nikamletea vitu vitatu.
nikamletea sindano na nikamletea kikombe na nikamletea kibuyu ama ndoo. Nikamwambia nataka utoe haya maji yote kwa hii bafu, na unaweza kutumia kifaa kimoja cha hivi vitatu: sindano, kikombe na ndoo. Utachagua nini? Yule ndugu yake akamwangalia, akamwambia atajaribu sindano. Basi akavuta kwa sindano akimwaga, akavuta kwa sindano akimwaga. Akamwambia pana, hapa nimekosea, naona kama kikombe ndio sawa. Basi akampa kikombe, akachota na kikombe, akachota na kikombe, akachota na kikombe, akachota na kikombe. Akamwambia sasa, we nipe muda, haya maji yote yataisha. Akaendelea kuchota. Ndipo nilipoona ya kwamba huyu jamaa ako na shida, na ndio sababu nimemleta. Daktari akamwambia ni sawa, akamwandikia kadi, halafu akamtuma kwa wodi fulani hapa. Huyu jamaa akamwambia basi nashukuru, nitakuja kumwangalia ndugu yangu akipona. Akamwambia ngoja, wewe nawe pia nitakuuliza swali. Kati ya hizi vitu vitatu wewe ungetumia nini? Jamaa akasema yeye angetumia ndoo, kwa maana ndoo ndio uchota maji mengi na utaweza kumaliza yale maji kwa haraka. Basi daktari akamwambia na wewe pia nakutuma kwa wodi hiyo ambayo iko kando yake, kwa sababu njia ya kutoa maji kwa bathtub ni kufungua tap pale chini na maji yanatoka yote. Basi wote wawili wakawa wamekuwa admitted ikia siku kuu katika hospitali moja kuu ya wendawazimu. Basi siku hiyo wote wagonjwa walikuwa wanaijua ya kwamba hii huwa ni siku kuu, kwa maana siku hiyo hakuna mgonjwa upewa dawa na hakuna mgonjwa udungwa sindano, kwa sababu ni siku ya mtihani, ili kujulikana ni nani wataenda nyumbani na ni nani watabaki. Basi mwalimu akaingia katika ile holi walikuwa wameketi. Basi akaja akaingia, kulikuwa na blackboard pale na alikuwa na chokaa na kirula hivi, akachora pale kwa blackboard, akachora picha ya mlango. Mlango akaweka pia na shimo la kufuri, akalichora pale, shimo la fungua akalichora pale. Mlango hasa vile mlango huwa akauchora pale kwa blackboard. Ndipo akauliza swali la kwanza. Akasema, nikiuliza swali ukiwa walijua unainua mkono juu. Basi akauliza, ni nini hii? Mmoja akainua mkono akasema ni mlango. Mwingine akasema ni mlango. Mwingine akasema ni mlango. Basi daktari akajua watu wengi wao ni wagonjwa sana, kwa maana ule haukuwa mlango, ile ilikuwa ni picha ya mlango. Basi anamwambia hivi, huu mlango nataka muende pale, nataka muufungue huu mlango, muufungue. Basi wakaja wote pale mbele ya blackboard, wakaambiana, sasa wewe utashikilia ile handle, sisi tutakuvuta. Wakafanya vituko vyote ambavyo wangefanya kufungua ule mlango, wakashindwa, kwa maana ulikuwa si mlango, ilikuwa ni picha ya mlango. Ndipo daktari aliona jamaa mmoja ameketi kwa kona, yeye hakuamka, amekaa pale pale. Basi akajua inawezekana kuna mmoja ambaye amepona. Akamwendea, amuuliza habari yako? Nzuri. Akamwambia mbona wewe hujaenda kufungua mlango kama wale wengine? Yule jamaa akacheka sana, akacheka kabisa. Daktari akaona pengine huyu amepona. Ndipo yule jamaa akatoa kwenye mfuko kifunguo kingine, kilikuwa kina kutu, kifunguo cha zamani sana. Akamwambia daktari, hawa watu wote, hawa wagonjwa wote hawajui ya kwamba mimi ndio niko na kifunguo, na ndio sababu nawachekelea, kwa maana mpaka waje wanitishe hiki kifunguo ndio wafungue waweze kufungua ule mlango. Daktari akajua sasa huyu kumbe ndiye amezidiwa hata kuliko wale. Ndoto zingine sio za kuaminika. Niliota siku moja ya kwamba tumeenda mbinguni, tumekaribishwa vizuri na malaika, tumekaa kule, tunakula mana, tunakula matunda, tumestarehe kule bustanini kule mbinguni. Lakini punde kidogo shetani akapitia hapo akiwa amebeba pizza na guarana mbili. Sasa kukawa na kishindo, kwa maana watu waliamka wote
hasa wasichana, wakaanza kumuita huyu shetani kwa majina ya utani ili awagawie pizza na guarana. Sasa wakaanza kumuita Sheti. Oi, please Sheti. Watu watatu walikuwa wakitembea kiholela tu katika msitu mmoja ambao kulikuwa na kanjia kembamba kamepita katikati ya huo msitu. Basi wakawa wanatembea wakipiga story, wameboeka kutembea tu, wakatembea. Lakini walipokuwa wanaendelea kutembea, pale mbele wakaona mfuko ambao ulikuwa umewekwa katikati ya njia. Basi wakaukaribia ule mfuko wakishangaa, nani aliacha mfuko hapa katikati ya njia msituni? Basi wakaja mpaka wakaufikia ule mfuko. Na walipoukuta ule mfuko, wakafungua nyororo ndani, na ndipo waliona kibarua kiko juu, wakakichukua wakakisoma. Kilikuwa kitasoma ya kwamba mtu huyu mwenye huu mfuko alikuwa ameweka pesa ndani ya huu mfuko, pesa nyingi sana. Na shida yake ilikuwa ni moja tu, alikuwa anasema kwa hicho kibarua ya kwamba yeye amechoka na kusumbuliwa na shetani. Na shetani amemfanya mambo mengi sana ambayo yamemweka maumivu mengi sana. Basi alikuwa anaomba yeyote ambaye ataupata huu mfuko na asome hiki kibarua, basi amsaidie achukue hizo pesa azitumie kwa kumuua shetani, kwa maana shetani amemsumbua sana maisha yake yote. Wale jamaa wakatupa ile barua, wakaangalia hizo pesa, wakaona ni nyingi kweli. Basi wakachukua ule mfuko, wakasemezana waingie katikati ya msitu, sasa wakae chini wazihesabu ili sasa wagawane. Basi wakachukua ule mfuko, wakatembea ndani ya msitu kabisa, wakaketi mahali chini. Basi wakaanza kuhesabu zile pesa. Lakini kabla hawajaendelea kuhesabu sana, mtu mmoja akashikwa na wazo. Akasema, sababu hizi pesa ni nyingi sana na hatuwezi kumaliza kuzihesabu kwa haraka, si ni vizuri mmoja achukue pesa kidogo, aendee chakula, anunue nyama, nini, masoda na vitu kama hivyo, ili tuendelee kukula tukihesabu hizi pesa. Basi wakaona hivyo ni sawa. Basi mmoja akavuruta noti kadhaa pale, akamwambia mwenzake, kimbia dukani tuletee chakula tukiendelea kuhesabu. Basi yule jamaa akakimbia sana mpaka madukani kwenda kununua zile nyama na nini. Hawa waliobaki wawili, tena mmoja akashikwa na wazo lingine. Akamwambia mwenzake, kwa sababu hizi pesa sio deni ya mtu, ni kuzipata tumezipata. Unaonaje tuzigawane mimi na wewe, alafu tumhepe yule aliyeenda dukani, kwa maana hizi pesa si zake. Hizi pesa tumepata kuziokota tu. Yule mwingine akamwambia hilo wazo ni nzuri, lakini sasa shida ni kwamba ulimechelewa hilo wazo, kwa maana ndiye huyu sasa arudi. Basi wakamuona acha. Ndipo yule jamaa akasema, na hata kama amerudi, je akafika, alafu tumnyonge tumtupe huko kwa msitu huko katikati, tumtupe huko, alafu si twende na pesa. Yule jamaa akaona ni sawa. Basi huyu aliyekuja na vyakula akaviweka pale na kikapu, nyama ya samaki, kuku, nini, vitu za aina hiyo. Basi alipokuwa anazitoa ili sasa aweze kuzipakua ama kuzigawa, wale jamaa wawili wakamshika, wakamnyonga sana, wakamnyonga hadi akafa. Kisha wakakokota mwili wake wakautupa mbali huko kwa vichaka huko. Halafu sasa wakarudi. Waliporudi wakaambiana, sasa kwanza ni kukula, kwanza tukule alafu ndio tuendelee kuhesabu pesa. Basi wakakula kuku, samaki, nyama, soda, kila kitu. Wakaendelea kula. Halafu ndipo mmoja akahisi ya kwamba haumwa na tumbo kama mwenzake. Nasikia tumbo kama nachomeka. Yule jamaa mwingine naye akamwambia nasikia hivyo. Kumbe naye jamaa waliomuua naye alikuwa na nia, alikuwa amekiweka sumu chakula ili kwamba aende na pesa zote. Basi wote wakafa, shetani hakuuawa na pesa hawakuzichukua, na mtaka yote vile akakosa yote. Vijana katika kanisa moja waliandaa mchezo wa kuigiza ili waweze kufanya fundraising katika kikundi chao. Basi wakawa wamejiandaa na wakatengeneza mchezo huo hivi kwamba uwe wa kuvutia sana, ili
watu waweze kuwachangia kwa sababu ya kikundi hicho chao. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye yeye alikuwa achukue nafasi ya shetani katika ule mchezo. Basi akawa amejipamba kweli kweli ili kabisa afanane na shetani. Akajichora marangi, akafanya mavazi yake, akaonekana kweli huyu amekaa kama shetani kabisa. Basi wakaingia ndani ya kanisa ili kwanza wakishamaliza masomo ya asubuhi waweze sasa kuwa na mchezo huo masaa ya saa 8. Basi wakaonelea waingie kanisani vile vile ambavyo walikuwa wamejipamba ili kwamba saa 8 wasiwe na kazi nyingi, ni kuendelea tu na mchezo. Basi yule kijana ambaye alikuwa achukue mahali pa shetani katika yule mchezo akaja akaketi pale mbele, akakaa hapa akiwa kabisa anaonekana kama shetani. Pasta alipoingia akamwona shetani mahali amekaa. Pasta alifunga vitabu zake polepole, akatoka kwa mlango akaenda zake. Wale watu ambao walikuwa ndani ya lile kanisa wakaanza kutoka mmoja mmoja, kwa maana waliamini huyu ni shetani kabisa. Basi wakatoka wote, akabakia mama mmoja mzee ambaye sasa alikuwa ameketi kando na yule shetani. Na ndipo walipobaki wakiwa wawili, yule mama akaona ni vizuri ajitetee kwa shetani. Basi akamwambia, mimi kusema kweli shetani, mimi hata sijui watu huwa wanakuuliza nini. Hata mimi sijaiona ubaya wako, lakini kila mtu hapa ni kukusengenya tu. Mahubiri yote ni juu yako na kukuharibia jina. Na kweli mimi sionagi kama uko na ubaya wowote. Mimi shetani, mimi sinaga shida na wewe. Naam, siku moja shetani alikasirika sana na akaita mkutano wa dharura wa AGM, mkutano wa mapepo. Basi mapepo wote mahali popote walipokuwa wakaitwa ili waweze kuja katika ule mkutano. Kisa na maana kilikuwa ni kwamba watu wameamini dini kabisa, na inaonekana kama hawa mapepo hawafanyi kazi yao vizuri. Basi shetani akaonelea mapepo wote wafanywe reshuffle, kila pepo afanywe reshuffle ili aone kama kazi yake itaendelea vilivyo. Kapepo kamoja katoto ka kijana kakapewa kazi ya kumwangusha pasta mmoja wa kanisa fulani, na kakaambiwa kazi yako ni kumwangusha huyo pasta kabisa aanguke. Basi kale kapepo kakang'ang'ana kabisa kumwangusha yule pasta. Kakawa kanatumia mbinu nyingi, mbinu za wanawake, mbinu za pesa, mambo kama hayo, lakini yule pasta alikuwa anaendelea tu na kwenda kanisani. Hakuna hata siku moja alikosa kwenda. Sasa kale kapepo kakashangaa sana, kakashindwa, kwani mtu hufanya nini ili aweze kumwangusha mtu kama huyo? Basi kakawa na wazo, kakafikiria kaende kakatembelee kaka yake. Alikuwa kaka yake mkubwa pepo, ili kaende kakachukue mawaidha kwake. Na kalipoenda kwake kakampa kisa chake, na kalipomaliza yule pepo mzee akakaambia, wewe ni pepo mjinga sana. Ni nani alikuambia ati kazi yako wewe ni kumtoa mtu kanisani? Kazi ya pepo sio kutoa watu kanisani. Kazi ya pepo ni kuzuia watu kuomba, ni kuzuia watu kufanya communication na Mungu, sio kutoa watu kanisani. Kanisani imejaa watu wetu. Yule kaka akamweleza, wengine hao ndio sisi tunawatumia ili kutoa vita kule kanisani. Wengine wao ndio ambao huleta mizozo ile hugawanya makanisa. Na wengine wao ni wezi wa kuiba zile pesa ambazo pia wanazitoa. Sasa wewe utaenda kutoa watu wetu kanisani, uwe unafanya kazi gani? Ndipo kale kapepo kakashangaa sana. Kumbe sasa kakaelewa ya kwamba kazi sio kutoa watu kanisani. Kazi ni kuwafanya wale watu waharibu ibada,
wawe hawana mpango kabisa wa kwenda mbinguni, isipokuwa kupora mali na kufanya fujo na vitu vyote. Lakini watu wakiwaona, wanawaona waenda kanisani, kumbe wote ni watu wa. Katika jela moja kule ughaibuni kulikuwa na mpango kabambe sana wa kuhepa lile jela, na mpango huo uliendelea kwa muda bila kujulikana, ama ulikuwa waendelea, na maafisa kule walikuwa washangaa sana, mahabusu wengine wako wapi? Ndivyo plani ilikuwa ya kwamba mtu ama mfungwa ajapo kufa alikuwa atengenezewa jeneza vizuri, kisha alikuwa awekwa ndani, alafu yule mtu ambaye alikuwa ataka kuhepa alikuwa anamuona yule undertaker ambaye yeye ndiye alikuwa anachukua mwili sasa ili aende akauzike. Basi ulikuwa wamuona kando, wamuhonga, kisha waingia kwenye lile sanduku, wafunikwa pale, alafu waenda wazikwa kabisa. Alafu baadaye yule undertaker atarudi akutoe sasa kwenye lile shimo, sasa wauzike ule mwili mwingine. Basi kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anawaza sana kuhepa, lakini alikuwa anaona shida sana kukaa kando ya maiti. Lakini siku moja aliona badala ya aishi jela hii miaka yote, pengine ajaribu tu, avumilie tu, alale kando na maiti alafu atolewe. Basi baada ya muda mtu mmoja akafa, na basi yule mzee akawa amefanya yale walikuwa wanayafanya, alafu akaingia akakaa kando na ule mwili, alafu akaangalia kando kabisa ili asiweze kutizama ule mwili. Mara akasikia mwili umeinuliwa, mara akasikia umeteremshwa ndani ya shimo, na kukaanza kufukiwa mchanga sasa ili shimo azikwe. Na alipozikwa kabisa na akasikia watu wameenda, sasa akakaa ili sasa asubiri yule undertaker aje sasa amtoe. Na akajikaza, akaona ni vizuri pia ajue ni nani huyu aliyekufa, kwa sababu pia alikuwa ni mfungwa mwenzake, na ni vizuri kujua ni nani huyu aliyekufa. Basi akanyemelea tu kuangalia ni nani huyu ambaye amezikwa, na ndipo alipoangalia vizuri akaona kumbe aliyezikwa pale ama aliyekufa aliye kando yake sasa aliyezikwa na yeye ni yule undertaker ambaye alikuwa aje amtoe. Basi sasa waona hayo sasa. Katika boma moja bibi na bwana walikuwa hawaelewani, na wakawa wagombana sana, karibu kila siku walikuwa wagombana, na walikuwa wagombana masaa mengi, mpaka yule mume akawa anachelewa na kazi kila siku masaa ya asubuhi. Basi akapewa onyo kazini, na akaambiwa ukichelewa tena siku nyingine moja tu, wewe utakuwa hauna kazi, na ukija utakuja tu kuchukua barua yako ya kuachishwa kazi. Basi yule jamaa akawa na wasiwasi sana, kwa maana yake kule kwake nyumbani ya kukaliki walikuwa waelewani na mkewe. Basi akaamua kitu kizuri ni kumnyamazia huyu mke, kumnyamazia kabisa. Na ndipo sasa akawa hamuongeleshi, akitaka kitu alikuwa yuandika kwa karatasi, anayekelea pale kwa meza. Basi siku hiyo aliyopewa onyo, alichukua karatasi alipoenda kulala, akaandika niamshe saa 11. Akawekelea hicho karatasi pahali ambapo bibi atakiona. Bibi akaja akalala naye, na ni kweli yeye alikuwa amka mapema. Basi ilipofika saa 11, nakumbuka hawaongeleshani, akachukua kile kikaratasi akakipindua upande huu mwingine, akaandika ni saa 11 sasa amka, kisha akarudi kulala. Yule mzee aliamka saa 1:30 na akakasirika sana. Basi tena yale ule ugomvi ukaanza tena, wakagombana mpaka saa 2:30 wagombana tu. Ndipo alipoenda kazini
vile alivyoambiwa ilikuwa ni ukweli. Alikuta bahasha ya pesa zake na barua ya kumwachisha kazi, na alipomkuta yule mdosi wake hata hakuongea naye, alimwambia tu chukua barua zako. Basi jamaa akaenda akachukua kibahasha chake cha pesa na barua yake, akatoka aende nyumbani. Sasa wakagombana vizuri sasa na mkewe. Ndipo alipochukua taksi, akaingia ndani ya taksi, amekasirika kweli. Basi ile bahasha yake na barua kaziweka pale mbele ya gari, kisha akawaza kidogo, akawa na mawazo mengi yani. Dereva akaenda akamweka mahali ambapo walikuwa washukia. Yule jamaa kwa sababu ya hizo mambo zote ziko kwa kichwa, akasahau ile bahasha ndani ya gari. Na gari ikaenda. Gari ni Uber, hujui ni Uber gani, hujui ilikuwa ni gani, zote zaitwa hivyo. Basi akawa hawezi hata kufuata lile gari ili aweze kufikia pesa zake. Pesa zake zikapotea. Basi akaona wacha sasa aende nyumbani haidhuru. Akakutane sasa na ule mke wake. Alipofika akakuta kuna kufuli kwa mlango. Basi alikuwa na kifunguo chake, akafungua. Alipofungua akakuta barua mezani. Ile bibi naye amemwambia, nimechoka na wewe mimi nimechoka na haya masumbufu ya kila siku, na mimi nimeenda zangu. Basi akawa tena amempoteza mama. Ndipo akaamua aende katika bar fulani ambayo alikuwa amezoea kwenda pale, na akapitia dukani akanunua dawa. Na akaamua hata yeye maisha yamemchosha sasa. Amepoteza kazi, amepoteza pesa, amepoteza mke. Sasa akaona hii maisha ya nini basi? Akaenda kwenye kiduka kimoja akanunua dawa. Ile dawa ya ng'ombe ile ya dip. Basi akachukua kachupa kadogo hivi. Alafu akaenda pale kwa bar, akaitisha kile kinywaji chake kikaletwa, akaweka kwenye glasi, akachanganya na ile sumu vizuri, akakoroga. Alafu kisha akawaza kidogo kabla hajainywa ile dawa vile dunia imempeleka. Alipokuwa anawaza pale, rafiki yake mkubwa, yule rafiki wake wa karibu akaja. Alipokuja akamwambia ati yani wewe ulionelea uje ujifiche hapa unywe peke yako. Basi akachukua ile glasi akaikunywa yote. Sasa huyu jamaa akasimama, akaanza kulia sasa. Akalia kweli kweli. Sasa ni yule jamaa akamuuliza, sasa wewe walia nini? Hiyo glasi nimekunywa ndio ile ya kufanya ulie? Niko na pesa ndakununulia pombe. Wacha wasiwasi. Jamaa akamwambia la sivyo. Basi akampa kisa chake, vile amepoteza kazi, vile amepoteza pesa, vile amepoteza bibi, na sasa inaonekana amempoteza rafiki yake wa karibu kwa maana amekunywa sumu yake. Kuna maswali sugu sana ambao huwa yaulizwa. Maswali haya mengine yako katika dini, mengine yako katika mila na utamaduni, na maswali mengine huwa ni magumu. Kwa mfano, katika Biblia tunaona ya kwamba nyoka ilimdanganya mwanamke. Na twaelewa pia katika Biblia hiyo hiyo ya kwamba viumbe waliumbwa wawili wawili. Kwa hivyo si ajabu kulikuwa na nyoka wawili kule katika lile shamba. Sasa aliyemdanganya mwanamke alikuwa ni nyoka mmoja. Na Biblia inasema ya kwamba nyoka alikuwa kiumbe maridadi kuliko vyote. Inawezekana hata alikuwa na mabawa. Na ni lazima alikuwa na miguu, kwa maana alipolaaniwa Biblia inasema laana yake ilikuwa ya kwamba atakuwa akitembea kwa tumbo. Kwa hivyo kabla hajalaaniwa inaonekana basi alikuwa na miguu. Sasa swali la kuja namna hii. Ikiwa nyoka alilaaniwa kwa sababu ya kumdanganya mwanamke, huyu nyoka ambaye alikuwa na mwenzake, kwa sababu hatuambiwi ya kwamba mwanamke alidanganywa na nyoka wawili. Sasa swali laja hivi, yule nyoka ambaye yeye hakufanya dhambi, yule nyoka ambaye hakumdanganya mwanamke, ambaye basi hakulaaniwa kwa maana alikuwa hana makosa, yuko wapi? Yuko katika mbuga gani la wanyama? Tutampata wapi huyu nyoka ambaye sasa huyu ni maridadi kama vile Biblia inasema nyoka alikuwa maridadi? Kwa maana haiwezekani kiumbe ambacho hakijafanya makosa kilaaniwe. Aliyelaaniwa ni nyoka mmoja ambaye alifanya madhambi. Sasa huyu nyoka mwingine mpole,
mzuri alienda wapi? Swali lingine laja namna hii. Kitabu kinasema ya kwamba Biblia, mwanadamu wa kwanza kuumbwa alikuwa ni Adamu, na pia akaumbiwa na mkewe Eva ama Hawa ukipenda. Lakini tamaduni za Kiafrika kwa mfano watu kama Wakikuyu, katika mila na imani za Wakikuyu tunaambiwa ya kwamba Mungu alimuumba mwanaume ambaye anaitwa Gikuyu, na pia akamuumbia mke wake ambaye alikuwa aitwa Mumbi. Sasa mila yasema hivi, dini yasema hivi, na ikiwa zote mbili basi ziko sawa. Kwa mfano sasa huyu Gikuyu na yule Adamu, kwa sababu hatuambii waliumbwa tarehe ngapi, ni nani aliye mzee kuliko mwingine. Elimu ikaja kaletwa na wazungu. Sasa kuasikia yataka kubadilishwa, sijui kama yabadilishwa yote kabisa ama yabadilishwa kwa vipengele, sina habari. Lakini ni vizuri tuelewe ya kwamba elimu hii ilibuniwa na wazungu, na mimi nadhania makusudio yalikuwa kuwafanya watoto wa Afrika wawe wazimu. Hebu angalia mfano huu. Mwalimu anaingia darasani wa CRE, anaambia watoto wajifundishe Biblia kabisa na wasikize vizuri ili wapate A. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba mbingu na dunia na vyote vilivyo. Baada tu ya huyo mwalimu kutoka, anaingia mwalimu mwingine ambaye anafundisha evolution. Evolution nayo inafundisha ya kwamba Mungu hakuumba. In fact, hakuna Mungu. Na vitu vilitokea tu kwa jinsia, kwa anapeana Synjanthropus, vitu kama hizo, evolution, Big Bang Theory, yani vitu zilitokea zenyewe. Sasa mtoto naye anaambiwa atie bidii katika somo hilo ili pia apate A. Sasa huyu mtoto amepata A kwa CRE ya kwamba Mungu aliumba, pia amepata A ya kwamba Mungu hakuumba. Sasa unafanya nini katika akili za huyu mtoto? Halafu maswala yote ama mafundisho yote yanafundishwa kwa lugha moja ya Kizungu. Hesabu inafundishwa na Kizungu, jiografia inafundishwa na Kizungu, historia inafundishwa na Kizungu. Karibu hata wafundisha Kiswahili na Kizungu, na inafundishwa pia kwa maana kuna kamusi ya Kiswahili na Kizungu. Sasa elimu hii kama ingeangaliliwa kwa undani vizuri kabisa, tungepata elimu yetu sisi. Kwa maana hata hiki Kizungu ni lugha ambayo imechanganyikiwa sana. Kwa mfano, ukitaka kusalimia mtu kwa Kizungu unamuuliza how are you. Ukitaka kusalimia watu 100 unawauliza how are you. Sasa unaona, hata Mkamba anajua mtu mmoja anasalimiwa we mseo, wakiwa wengi mwaseo, Kikuyu we mwega, wengi muriega. Sasa angalia ile lugha ambayo tunatumia kufundisha watoto wetu, ndio hiyo, na lugha yenyewe ni lugha ya kigeni. Na utasikia ya kwamba eti mtoto wako ameanguka Kizungu, hakupita, alianguka, inabidi arudie. Sasa mimi huuliza maswali haya, ni watoto wangapi wa Kizungu washawahi jaribiwa kufanyiwa mitihani ama kufundishwa lugha za Kiafrika? Kwa mfano, mtoto wa Kirashia aambiwe aandike composition ya Kijaluo, aandike vizuri na Kijaluo na afanywe max, aandike composition manodoko timo siepna bla 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 bla, aandike kabisa. Hao nafikiri ni wangapi watapita? Je, kama hao mtoto Mjerumani angefundishwa Kimasai alafu afanyishwe mtihani, angepata max ngapi? Ndio tunasema ni vizuri tuangalie mambo kivyetu, na nashukuru sana sababu nilisikia kwamba lugha zetu zitakuwa zikifundishwa katika mashule, na hilo ni jambo la maana sana kuliko kujua mtoto anamejua Kizungu na hajui lugha ya mama yake. Yeye amejua tu hii lugha ambayo ni lugha imechanganyikiwa, hata ni lugha hatuielewi, hatujui ilitoka wapi. Pia watoto wanafundishwa katika shule ya kwamba hivi juzi kulionekana planet nyingine iko nyuma ya Pluto. Wale wa zamani waliambiwa ya mwisho ni Pluto.
Kwa hivyo inafaa basi hao makaratasi yafanywe tena, kwa maana walianguka. Sasa tunaambiwa kuna nyingine imepatikana nyuma ya Pluto, na hatujui nyuma ya Pluto sasa ziko zingine ngapi. Unaona sasa. Kwa hivyo hii elimu, hii ni elimu ambayo sio ya kutest watu katika maisha, ni elimu ya kucheza na akili za watu. Mara mtoto anaambiwa ati buibui ana miguu 8. Sasa nani hawezi kuhesabu miguu ya buibui? Mara anaambiwa ati locust ama grasshopper iko na thorax, iko na abdomen. Sasa hizo vitu zitamsaidiaje mtoto katika maisha yake? Na wazungu ni werevu sana. Mtoto wakishagundua talent yake wanamuingiza kwa talent yake. Wakishamgundua huyu ni wa aina hii, wanamuingiza katika hiyo talent. Sisi tutabaki na mathorax na maabdomen na mavitu zingine ambazo hazina maana kabisa. Kwa hivyo ni vizuri iangaliwe vizuri, tusio tukawa tulichorwa zamani ili watoto wetu wawe na wazimu. Na wakati mwingine hii wazimu inaonekana ikifanya kazi. Kwa maana unakuta watu katika university ambao sasa wamehitimu kabisa, wamepita katika hii elimu. Wanaingia kwa dining hall, wanakuta chai haina maziwa ya kutosha. Wanaambiana wote watoke nje wakapiga magari mawe. Wanapiga magari mawe. Wanapiga magari mawe, askari wanakuja. Askari nao inaonekana hawakupita vizuri. Kwa hivyo sasa wanakuja kuwapiga wale walipita vizuri. Sasa angalia wazimu sasa. Wale hawakupita vizuri wanawatwanga kweli kweli wale ambao ndio walipita. Nao hawa ambao ndio walipita ndio wanafanya ile ujinga jaionekana. Kijana anachukua mawe anarushia gari. Kumbe hiyo gari ndani yake ni baba ya rafiki yake katika darasa. Rafiki yake naye anapiga mama yake na mawe pande ile nyingine. Unaona? Nakwambia inawezekana tulirogwa, tukakorogwa akili, tukawekwa wazimu, ndio watoto wetu wale wamehitimu na wamepita kabisa kule ndio wana display mambo kama haya. Wakiulizwa ni nini hii imefanya mpige watu na mharibu magari za watu, wanasema eti mkate haukuwa na mafuta, eti chai haikuwa na maziwa ya kutosha. Sababu ni hiyo tu. Hata wewe waonaje? Kulitokea kizaazaa katika state moja ya Umarekani wakati vijana wawili walishinda green card. Na basi walipofika kule na wakapata chumba cha kulala na nini, wakaamua ni vizuri wafanye sherehe kidogo. Na kwa sababu siku hiyo pia ililingana na siku ya mashujaa, wakajiona hata ndio mashujaa kwa maana wameweza kuingia kule. Basi wakatafuta mbuzi, na sio rahisi kupata mbuzi kule, lakini wakapata mbuzi. Na walipopata hiyo mbuzi wakaichinja vizuri, wakaanza kuitengeneza vile mbuzi utengenezwa. Miguu kando, kichwa kando, wakatengeneza na ile waya ya kuchoma na jiko wakaitengeneza ya kitamaduni. Wakawa sasa wanangoja nyama ziive, wanazipindua pindua. Pande yule mwingine atengeneza supu ya vichwa na miguu na kadhalika. Vile hawakujua ni kwamba wametoka Kenya. Na punde tu jirani alipoona moto unawaka, alipiga simu polisi. Akaeleza ni nini kinaendelea. Polisi nao wakaja na watu wengine wakubwa wa vipengele zingine huko, zingine zinaitwa animal health care, sijui nini, watu wa afya, na magari yakajaa pale. Vijana hawana habari. Mwingine anatengeneza miguu, mwingine anatengeneza kichwa. Hivyo na nyama zinaendelea kuiva. Watu wakaja na makamera wakapiga picha ya haya mambo yote ambayo yanafanyika hapo ya kuchoma yule mbuzi. Ndipo wale vijana wakawekwa pingu. Na nyama zote zikachukuliwa na miguu na vichwa ili vitumike kama exhibit, kwa maana hii ni kesi. Unajua kule mbuzi ni pet. Na sasa umepatikana unachinja pet. Na haujui ya kwamba ile ni sheria umevunja ya kumchinja pet. Na hata kama wanyama uchinjwa, wanachinjiwa sehemu fulani, area fulani, na wanyama wanatunzwa vizuri, wanadungwa sindano, wanahakikishwa ya kwamba hawatakuwa na maumivu yoyote. Sasa hawa vijana wakajikuta kwa balaa, wakajikuta kwa shida, na hata green card yao ikakansoliwa na ikabidi warudi. Sasa sherehe yao ikawa ndio huzuni yao. Ambassador akajaribu kuwatetea, ambassador wa Kenya, lakini akaambiwa hapana. Ikiwa hawa watakuja kuishi hapa kuua pet, kuua tu pet, unashika pet unachinja, unamweka miguu kando na nini na kichwa kando. Alafu ofisa mmoja wa afya akauliza, na hii kichwa na miguu ulikuwa mnataka kufanyia nini? Wakasema hii
tunachukuaga tunaweka ndani ya sufuria, tunachemsha, inakuwa supu. Kaambiwa na sasa hii kichwa ilikuwa imeoshwa masikio, kwa maana ndani ya masikio si iko na wax mingi sana. Hiyo wax pia mungekunywa. Alafu hii mapua yenyewe si lazima iko na makamasi ndani, mungetoa makamasi. Sasa ndipo akasema hiyo ni health hazard na wangeleta pollution kubwa sana katika hiyo state. Ikabidi waweze kurudishwa kwao kule ambako mambo hayo hufanyiwa, ya kwamba unakunywa supu ya mbuzi ambayo haijai oshwa masikio kwa mwaka mzima ama miaka 2. Haujui kama ilikuwa na shida gani ya mapua. Alafu unachukua, unachemsha, unaingiza ndani ya maji, unakunywa ile maji machafu. Wakafukuzwa. Aliuawa hakuwa. Aliuawa ni nani? Alafu unasikia mihadhara bure kabisa ya watu ambao hawaelewi kabisa. Mungu akajigawa bila alivyojigawa, akaja ili awafundishe watu ya kwamba makusudi ya dhambi ni kuniua. Wakamuua nani? Wakamuua Yesu. That is the sin of the world. Unataka usimsikize Mungu, asikupe mawaidha, usimfuate ili ujifuate wewe na your opinions na yale mambo yote ambayo ungetaka kuyafanya. Hivyo ndivyo unataka kufanya. Mungu amefutwa kazi. Mungu ameenda leave. You don't need God. He may as well die. That is what the sinner is saying. The sinner is saying, God, leave me alone. Na unajua nini? Kitu kingine kilifanyika Kalvari. Msafara kutoka kwa Pilato kwenda Kalvari. Huo ni msafara wa ajabu sana. Because here is God being escorted by human beings. Sijui kama mnaona, na anaescortiwa na nini? Na mijeledi, na kofia za miiba, akidungwa na mikuki, ili aende pale apigiliwe kwa bao, na wahakikishe wamemwanika kwa bao, na after they have escorted him from Jerusalem to Calvary, outside the city. Yani nje ya makao yetu, nje ya malazi yetu. We have escorted him away from our life. That is how the sinner is. And Jesus demonstrated it kabisa, na akakubali kuchukua jambo hilo, na kweli tukafanya hivyo, na tukamsindikisha, na tukamuua, na akafa. Hakuzimia. Wakati tunakula meza ya Bwana, wakati unatafuna kule mkate, sijui kama ushawahi kupata the real meaning ya kutafuna huo mkate. Kutafuna mkate kunamaanisha vile mkate unavyoteswa na meno, si meno ni yako. Si umeweka mkate kwa mdomo, sasa unafanya nini? Unautafuna, unauchanganya na mate. Au usisahau alichemewa mate. Unauchanganya na mate, unautesa kweli kweli, ili sasa uumeze. Sijui kama ukimeza unasema amina. That is a symbol of vile Yesu alijitolea mwili wake ufanye. Vile unavyofanya huo mkate na meno yako. Kisha unachukua kikombe baridi ama huko unachemsha. Unachukua kikombe, because Jesus was killed in cold blood. That is cold-blooded man. Unachukua kile kikombe, unateremsha mkate ulioutesa vizuri. Na unajua afya inakwambia saga vizuri ili uweze kumeza mkate. Digestion inaanza kwa mdomo. Kwa hiyo ni kusaga kabisa, ni kutesa kabisa. Usisahau Yesu alitoa matone ya damu Getsemani kwa sababu ya dhambi. Kusaga mkate. Basi na kuteremsha na kikombe. Maana yake sasa vile unavyosema, tena unapoteremsha kile kikombe, unatangazia dunia mzima kwamba nilikutesa kabisa kama vile nimefanya huo mkate. Kisha nataka muamini ya kwamba sio kuzimia, alizimia. Ni kufa, alikufa, na huu ndio mfano wa damu yake.
ambayo sasa nainywa. Sasa nimedhibitishia ulimwengu vile nilimtesa, tena akafa. Ndio sababu nimekunywa damu kwa kuhakikishia ya kwamba sio kuzimia, alizimia, kuua tulimuua. That is, hiyo ndio meza hapo. Alafu mnaambiwa mwanamke mtoe ushuhuda. Ushuhuda gani? Afadhali tuende nyumbani tukiwa na uzuri mwingi sana. Sasa hiyo ni nini tunafanya? Hiyo ni nini hiyo? So, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 5, usome kitabu cha Ufunuo 5 fungu la 6. Ufunuo 5 fungu la 6. Nataka kuona Yesu anaimba nini? Mungu anaimba nini? Ufunuo 5 fungu la 6 twende hapo. Yes. Yeah. Then I saw a lamb. Yeah. Looking as if it had been slain. Yes. Standing in the center of the throne, and encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns. Yes. 7 eyes. Hapana, wacha kwenda huko. Tunamuona Yesu. Biblia ya Kizungu inasema as if slain. Ndivyo inasema ama inasema ndio hapo. Tukamuona kondoo ambaye alikaa kama ameuawa. Na si duniani hapo. Ni wapi? Kule mbinguni. Kuna kondoo, wana kondoo amekaa kama ameuawa. Sasa soma fungu la 9. Usikie sio kwamba ni kama ameuawa. Soma sasa ya 9. And they sang a new song. Yes. You are worthy to take the scroll and to open its seal, because you were slain. Thank you. Ni kweli alifanya nini? Alikufa. Yesu aliuawa na nini? Unajua Biblia inasema alichukua dhambi ya ulimwengu. So he took sin and its consequences and its effects. Unajua hata kule kumpeleka Calvary kumchapa na mijeledi. By the way alikuwa anachapwa na nani? Alikuwa anachapwa na askari wa Kirumi ambao walikuwa pirates. Sinners. Wanaenda wakimchapa na mijeledi. So these are the results of sin. Mwingine akaja akamdunga na mkuki. Asina. Wengine wakampigilia msumari, the same parents. Na wale wa dini ile ambao Yesu alihama wako pale wakishuhudia. Na Pilato waliwauliza, je, unajua ya kwamba damu yake itawarudia? Wakasema na irudie pamoja na watoto wetu. Pilato akawauliza, na si huyu ni mfalme wenu? Wakasema sisi hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Sisi hatuna mfalme mwingine. Yaani kudinai Mungu kabisa duniani. Tena wamemwescort, tena wamemuua. Na wamemaliza hiyo kipindi. Dhambi ya dunia ni moja. Take care. To take the place of God. And what the sinner is simply doing ni kwamba he is taking the place of God. God said, thou shalt not steal. But I have taken his place. So I can do what? Thou shalt not commit adultery. But I have taken his place. So I can do what? I can commit adultery. I have taken the place of God. Hiyo ndio dhambi. Hakuna dhambi nyingine. Na he bore that. Na akachukua dhambi hiyo. Na akaibeba. Na ikaenda to the climax. Akafa kabisa. Kama angekuwa Mungu, angefanya nini? Angefufuka. Alifufuka tu kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Lakini kama Mungu angekuwa kufa na anaweza uwawa, Mungu alikuwa shafanywa nini? Mungu ashawawa. Mungu ashakufa. Only you cannot kill God. So Mungu akafanya nini? Akafufuka. Now, let me tell you what Jesus is saying. At the end of atonement, and you're saying kuna kitu cha wapi. At the end of the atonement, kuna kitu kitafanyika wale ambao wamesoma mambo ya sanctuary. Dhambi zote za watu wa Mungu zitaekelewa nani? Zitaekelewa Shetani. Zitatolewa kwa mabega ya nani? Ya Yesu. So,
When God is now singing, Jesus is now singing, he has been delivered from being the sin bearer. He's now no longer the sin bearer. And nobody can explain here tufundishe sisi how it costs to be a sin bearer. Hakuna mtu anaweza kueleza hiyo. Hakuna mtu anaweza kufundisha ati mtu akibeba dhambi ya dunia yeye usikia aje. Hiyo hakuna mtu anaweza eleza. Ni kama mtu mwingine aliuliza swali. Kuna watu wanapenda kuuliza maswali ya ajabu sana. Akaniuliza ati mhubiri shaona mtu amekufa? Nikamwambia ndio. Akaniambia, ushawahi kuona mtu ameoza? Nikamwambia hapana. Akaniambia, sasa nataka ueleze class the process of resurrection ya mtu ambaye ameoza. Start to explain. Au nafikiri utaeleza hiyo? Hiyo utaeleza. Sasa mimi nilimwambia ukweli, hiyo mimi siwezi kueleza. Kwa sababu anayefanya kazi hiyo ni nani? Ni Mungu. Lakini hata nitakusaidia. Anambia resurrection haianzi kwa kuoza. Resurrection inaanza kwa vumbi. By the way. Kwa maana kuoza haitafika mwisho. Mwisho ni vumbi, dust. Ya kwamba ule mwili umeachana na mifupa na unakuwa nini? Dust. Na nikamwambia hiyo process mwanadamu hata awe amesomea shule gani hawezi kueleza hiyo. Kwa maana hiyo ni kazi ya nani? Ya Mungu. Akakaa chini akiwa very satisfied. Eti ya kwamba ameuliza swali ambalo hawezi kujua. Lakini nikamwambia ninaweza kukupa wazo ambalo linaweza kukusaidia. Ndio nikamwambia mtu huyo ambaye umeniuliza kama nimemuona amekufa na anaoza ametoka wapi? Akaniambia sikufa amekufa. Alikuwa wa nani? Akaniambia si alikuwa wa wazazi wake. Walimtoa wapi? Wakati mama yake alikuwa hajaolewa, baba yake alikuwa kijana shuleni hajaoa, huyu mtu hawa akanyamaza. Ndio nikamuuliza, sasa ni nini rahisi? Kuleta kitu ambaye kulikuwa hakuna na kikaja ndio utakiona ati mtu amekufa. What is easier now? To bring something from oblivion na ile mtu ama ni kufufua kile ambacho kinaonekana. Is it easier kufufua kuliko kuleta mtu ambaye haonekani? Ndio nikakuuliza, wakati ulikuwa nani amimba ulikuwa unaitwa nani? Wasante si have got a name. You are called an name. That was your name. Just a name. Sasa hiyo ni kazi ya Mungu. Tuko kwa Mungu Bwana. Amebeba dhambi hiyo, amebeba shida hiyo ambayo haiwezi kuelezewa. Hakuna mtu anaweza kueleza Yesu alilia damu ya msamani kwa nini. Nobody can explain that fully. Hawezi. Kwa maana mzigo wa dhambi ajuayo uzito wake ni nani? Ni yeye aliyeubeba. Sisi hatuwezi kujua. Lakini waandishi wanasema it was a crushing weight. In fact, mwandishi mwingine pale anasema pale kwa msalaba ya kwamba Jesus alikufa kwa sababu ya anasema nini? Ati alikufa yani sijui nitakueleza namna gani huo uzito wa dhambi. Sasa Yesu anaimba akisema karibuni watu wangu. Sasa mambo yamefanya nini? Yamepita. And Jesus is now no longer a sin bearer. Sin imepatiwa mwenyewe yule ambaye anastahili naye nani? Shetani. Sasa Yesu anaimba kwa maana kazi imekwisha na mzigo wa dhambi umefanya nini? Umemuondokea. Hiyo ni duet. Bwana anaimba, watu wanaimba. Sasa watu wanaimbaje? Watu nao wanaimbaje? Unajua ule wimbo wa Miriam, Exodus 15, wakati walivuka bahari ya Shamu, the theme of the song was God has delivered us from our enemies. That was it. Sasa this same song will be sung now again wakati ule wa duet. Hawa wakiimba ya kwamba all our enemies
Biblia inatuambia who is the last enemy? No. Yes. The last enemy is death. Wanaoiba hapa wameshabadilishwa mili. Hawatakufa tena. So, hata adui wa mwisho amefanya nini? Ameuawa. The enemies of righteousness zote zimemalizwa. Na sasa wanaimba wakijua ya kwamba mambo haya hayatarudia tena, and they have been delivered by the king. Naye mfalme anaimba kwa sababu ya experience hiyo aliyoipitia kwa sababu ya hapa. Kuna swali ulizwa hapa ambao naipenda sana katika kitabu cha Mathayo 16. Matthew 16. Matthew 16, the last verse. Hebu tusome. The last verse of Matthew 16. Amini nawaambieni, Yes. pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Ninyi mnaamini hivyo? Do you believe that? How? Yesu alikuwa hai, alikuwa na wanafunzi wake. Sawa? Zama hizo akasema, amini nawaambia, kuna baadhi ya watu ambao wanasimama hapa that time ambao hawatakufa kabla hawajamuona Mwana wa Adamu akirejea na utukufu wake. Na mnasema mnaelewa hiyo? Walikuwa wamesimama hapo na Yesu siku hiyo. Who was the last disciple to die? Sasa simueleze basi. Simueniambia mnaelewa. Wale waliokuwa wamesimama hapo, na akasema, amini nawaambia, kuna baadhi ya watu hapa waliosimama hapa, sijui kwa tarehe ngapi, lakini tunajua Jesus died 31 AD. Na wale walizaliwa lini? Hakuna haja. Sasa 31 AD ilikuwa haijafika, kwa maana hiyo ndio Yesu alikufa. So maybe ilikuwa whatever. Ama 29 AD, 28 AD. Yeah? Ilikuwa nini? Sasa ni nani ambao alikuwa anaishi wakati huo ambaye bado yuko, kwa maana Yesu bado hajarudi, ili amuone Yesu akirudi na utukufu wake? Hata babu yangu hakumuona na alifa. Yanakwambia tusome Biblia vizuri. Yes. Nataka nikukatishe kwa sababu soma fungu vizuri. Amin nawaambia, kuna watu wasimamao hapa 30 AD ambao hawataonja mauti kabla hawajamuona Mwana wa Adamu akija kwa utukufu wake. Sasa swali, Yesu alisema mwongo? Si walikufa wote? Hapana, hii si unabii. Huu si unabii. Kwa sababu ya muda tuliulizana hiyo swali na watu walijaribu kujibu sana, kama vile tunavyojaribu, na ilichukua muda mrefu sana mpaka sasa sitaisha. Mtu akijaribu kuleta version yake, lakini ukweli wa maneno ni kwamba jibu aliko mbali. It is in the next verse. Just the next verse. 17 verse 1. Tusome. After 6 days, Jesus took with him Peter, James and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as light. Just then there appeared before them Moses and Elijah, talking with Jesus. Amen. Imetosha. Hiyo ndio jibu. Ya kwamba baada ya siku 6 jibu likaja. Akawaita wale watatu, wakaenda
He was transfigured. Wewe unaelewa kuwa transfigured ni kufanya nini? Yesu akawa kama vile atakavyokuwa akija hapa duniani. Akaja yani na utukufu wote. Akasimama pale akawa na utukufu wake wote. He was transfigured. Kabisa. Hata wanafunzi tunaambiwa wakaanguka wakafanya. Wakaanguka pale kama wafu. Hawakufa lakini wakaanguka pale kama wafu. He was transfigured before them. Na hiyo ndio alikuwa anamaanisha. Kuna watu wasimamao hapa ambao watamuona. Sasa after he was transfigured, the way he will come, kwa maana atakuja na utukufu wote without any veil. Baada ya hiyo tunaambiwa wakaona watu wangapi? Watu wa nani na nani? Unajua Biblia hii ni tamu sana ukisoma vizuri na ukiwa na muda naye. Musa na Elijah wako katika nchi kali. Hiyo nchi inaitwa nini? Ambapo wako nani sasa? Hapo mahali mitume waliko, nchi hiyo inaitwa nini? La. Hamjui jina hiyo nchi? Maana Yesu alikuwa anahubiria. Kwani hiyo nchi ilikuwa inaitwa nini? Si wako Kanaani? Wako Kanaani ama hawako Kanaani? Sasa kama wako Kanaani, na wewe haukumbuki Biblia hii, Musa akiomba ruhusa aingie Kanaani akakatazwa. Akaambiwa mara ya 3, akaambiwa usinisumbue kwa hilo jambo tena. Kanaani uingie. Sasa Musa, ukiulizwa swali, Musa aliingia Kanaani ama hakuingia? Musa aliingia Kanaani. Iko hapo Mathayo 17. Musa wakaja na nani? Na Elijah. Ngoja, hata kama ni leta roho. Wao ukiulizwa kama ushaenda Nairobi, hatujui ulienda lini. Lakini ulienda. Sasa wakati